السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हमारा ये दावा है कि अहमदियत ने इंशाअल्लाह ताला दुनिया पर वाला बना है. अहमदियत इस्लाम से कोई अलग चीज़ नहीं. Halifa mtukufu ayyadhahullahu taala bin Aziz anasema kwamba sisi tunadai kwamba jumuiya Ahmadiyya inshallah taala itapata ushindi duniani. Jumuiya Ahmadiyya si kitu tofauti na dini tukufu ya Islam. Kwa hakika Islam halisi ni jumuiya Ahmadiyya au jumuiya Ahmadiyya ni Islam halisi. Wapinzani wetu wakipiga kelele ya aina gani kwamba Ahmadiyya si waislamu, lakini ushahidi wa Mwenyezi Mungu kila wakati inatupatia utulivu kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja nasi. इमाम ज़ुमान से मिल सकती है, उस मसीह मौत और महदी मौत से मिल सकती है जिसको अल्लाह ताला ने. Na ikiwa dunia inaweza kupata mafundisho sahihi ya Islam, inaweza kupata kwa kumpitia ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaweza kupata kwa imamu wa zama, inaweza kupata kwa masihi aliyeahidiwa na Imam Mahdi ambaye Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake alimtuma kwa ajili ya kuuisha Islam, au kwa kumpitia ilipangwa kwamba Islam itauishwa tena. Iwe nchi za Waislamu au nchi zisizo za Waislamu, mafundisho sahihi ya Islam na kupeleka ujumbe wa Islam Mwenyezi Mungu amepanga kwamba kwa kumpitia ashiko wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujumbe huu ufike na uenee. Ikiwa si leo, kesho inshallah dunia itajua kwamba jumuiya Ahmadiyya ni Islam halisi na ni mjumbe wa Islam. Siku mbili iliyopita mwandishi wa gazeti la Los Angeles Times alikuja kukutana nami. Yeye aliniuliza swali kwamba nyinyi ni wachache Marekani na watu wengi hawajui kwamba nyinyi mnaishi hapa, namna gani na jinsi gani mnaweza kueneza ujumbe wa amani kama mnadai.
इस्लाम की आगोश में लाएंगे। nilimwambia kwamba si swali la Marekani, इस पर शायद katika nchi ya Marekani na duniani kote inshallah siku moja लिख दें, लेकिन आज tutashinda mioyo yenu au mioyo ya wazao wenu na tutawaingiza katika Islam. उसमें उन्होंने Nilikuwa सही रंग na hisi kwamba labda ataandika katika sura ingine, lakini kabla ya kuja hapa nilisoma taarifa yake, makala yake aliyotoa katika gazeti. Ni yeye ameandika kama mimi nilisema takriban, na hakubadilisha maneno yangu. बाती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु Halifa mtukufu ayadahullah taala anasema kwamba और जैसा कि kweli ni kwamba Mwenyezi Mungu हर आन में kama kudra yake iliendelea kufanya kazi, और हम इस यकीन पर कायम na kama alisema katika Qurani tukufu, kataballahu laghlibana ana wa rusuli, kwamba Mwenyezi Mungu amekwisha amua kwamba mimi na mitume wangu watapata ushindi. फैसला कर छोड़ा है। Kama alithibitisha ahadi yake hii leo wakati आज जब alipomwahidi Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwa sababu Sayyidina alayhi salam pia aliahidiwa katika maneno haya na alipewa ufunuo katika maneno haya, bila shaka Mwenyezi Mungu atathibitisha ahadi yake, अल्लाह ताला सच करके दिखाएगा। kwa sababu Sayyidina alayhi salatu wassalam katika zama hii इस जमाने में alikuja kwa ajili ya kusambaza na kueneza mafundisho ya Qur'an tukufu duniani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. अल्लाह ताला की तरफ से Basi hii haiwezekani kwamba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kueneza dini yake अपने दीन को फैलाने के लिए अपने मुकर्रर करदा asimsaidie yule ambaye aliyemtuma. ताईद और नुसरत Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema हज़रत मसीह मौऊद Mwenyezi Mungu amekwishaandika tangu awali ने na ameweka kama ni kanuni yake kwamba yeye na mitume wake दे दिया है। wanashinda, na kwa sababu mimi ni mtume wake, mjumbe wake, बस चूंकि मैं lakini bila kuja na sheria mpya na bila kuwa na madai mpya na bila kuwa na jina mpya, bali और नए दावे और नए नाम niliipata nafasi hii kwa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mimi nimekuja kwa kuwa kivuli cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi mimi nasema kwa dhati kwamba kama tangu wakati wa Adam mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya hii iliendelea kutimia na ahadi ya Mungu iliendelea kutimia, vile vile ahadi hii itatimia kwa ajili yangu pia. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba je, hawa watu kwa upotevu wao wanaweza kuzuia ahadi ya Mwenyezi Mungu? Tangu awali manabii wote waliendelea kutoa ushahidi kuhusu ahadi hii. Haiwezekani ahadi ya Mwenyezi Mungu na ufunuo wa Mwenyezi Mungu itatimia hivi karibuni aliyosema, kataballahu laghlibana ana wa rusuli. अना व रसूल Hazur anasema kwamba mimi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu sina shaka hata kidogo kuhusu ahadi hii, wala hakuna mwanajumuiya yeyote ambaye anaweza kuwa na shaka kwamba nauzu billah jumuiya कि नाउज़ु wakati wote itakosa msaada wa Mwenyezi Mungu ताला की ताईद au ushindi hautapatikana. Huzur anasema kwamba inatakiwa iwe wazi kwa kila mwanajumuiya kwamba ushindi huu ni nini. ये वाज़ेह होना चाहिए Je, कि ये गलबा क्या है। kupata ushindi juu ya nchi mbalimbali ni ushindi, हुकूमतों को कब्जा करना ही गलबा है। au katika kila nchi हर मुल्क में kupata idadi ya wanajumuiya kwa wingi? Je, huu ni ushindi? ये भी एक Lakini लेकिन ni sunna ya Mwenyezi Mungu kwamba ushindi unapatikana katika aina mbili. दो तरह से और दो तरीकों से। Sayyidina alayhi salatu wassalam एक हिस्सा amesema उसका नबी के ज़माने में होता है, hoja na dalili ya Mwenyezi Mungu ithibitike ardhini na asiweze kusimama mtu yeyote dhidi yake. Huu ni ushindi ambao Mwenyezi Mungu anampatia mitume wake.
na लेकिन होता बाद में amesema hivi जो नबी के इसकी mwenyezi mungu anathibitisha ukweli wao kwa kuonyesha nishani na ukweli wanaotaka kusambaza duniani manabii. पूरी हो जाए और उसका कोई मुकाबला Mwenyezi Mungu anapanda begu lake katika mikono yao. में आकर ताप Kwa kumpitia nabii wa Mwenyezi Mungu, ushindi ni kwamba watu wanajua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. खुदा ताला Dunia निशानों के inajua kwamba सच्चाई जाहिर कर देता है, dalili na hoja anazotoa nabii फैलाना चाहता है yeye amepata kwa msaada maalum wa Mwenyezi Mungu. उसकी तुखमरेजी उन्हीं के हाथ से कर देता Hakuna anayeweza kusimama dhidi ya elimu na maarifa ya manabii. है। खुदा ताला के वजूद का Kisha nishani inakuja kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wake. पता चल जाता है कि ये दलाइल Bila shaka wapinzani wa manabii है खुदा ताला की ख्वाहिश katika upinzani wao wanazidi sana, lakini नबी के इल्म hawawezi kukataa hoja na nishani za manabii. ऐसे निशानात Wapinzani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waliosisitiza katika upinzani walitaka kubaki katika maisha ya mababu zao, walikuwa hawana hoja wala dalili, lakini walisisitiza kwamba wanataka kubaki katika nyayo za baba zao. लेकिन दलाइल और निशानात Hivyo ndivyo kwa hoja na dalili हजरत aliyompatia Sayyidina alayhi salatu wassalam, दी थे wapinzani wake ने बाप दादा के katika wakati wake walikuwa hawana उनके पास uwezo wa kukataa, na hata mpaka leo pia hawana uwezo wa kukataa. इसी तरह Kwa mfano, wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, nishani ya kupatwa kwa mwezi na jua ilipatikana. Kwanza maulama walikuwa wakidai kwamba nishani hii lazima ipatikane kwa sababu hii ni dalili ya ukweli wa Imam Mahdi, na nishani hii ilipopatikana wakaanza kukwepa. Kisha kulikuwa nishani ya matetemeko ya ardhi, na vile vile kuna nishani chungu mzima. चांद और सूरज Wale ambao hawataki kukubali hawakubali, पहले नाम निहाद उलमा lakini wenye bahati nzuri, wenye tabia nzuri wanaendelea kujiunga na jumuiya. चांद और सूरज ग्रहण जब ये जाहिर हो गया Mbegu तो तावीलें करनी शुरू कर दी। anayetaka kupanda nabii wa Mwenyezi Mungu, yeye anapanda. इसके अलावा बेशुमार निशानात हैं। Mafundisho sahihi anayotaka kuambia watu anawaambia waziwazi. लेकिन Kwa लोग wakati mafundisho yale yanaendelea kuonyesha athari yake, जो तुखमरे na hivyo ndivyo iliyotokea, sawa na ahadi iliyofanywa na Shinama alayhi salatu wassalam. Mbegu yake aliyopanda iliota बतानी हो na iliendelea kuwa mimea na inaendelea kuwa mimea, na hii ni sehemu fulani au ni ushindi wa aina fulani. मसीमा उससे Mwanzoni watu wachache walifanya bayat kwa mkono wake, हुआ lakini और आप ilikuwa ushindi wa Mwenyezi Mungu kwamba nishani chungu mzima zilipatikana kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wake, होता रहा। na hakuna aliyeweza kusimama dhidi yake katika elimu na kwa hoja. एक किस्म है Kisha kuna ushindi mwingine ambao unapatikana baada ya kufa kwa nabii wa Mwenyezi Mungu. लेकिन Ushindi huu pia kwa hakika अल्लाह ताला के ni silsila ile ile ya kudhihirika kwa nishani na msaada wa Mwenyezi Mungu, lakini hii inapatikana baada ya kufa kwa nabii wa Mwenyezi Mungu. कोई न कर सकता। Mdui anaona nabii amefariki, au yule ambaye alidai amekwisha fariki, au yule aliyetengeneza jumuiya amefariki. असल में तो ये भी Sasa sisi दलाइल tutapata ushindi juu ya jumuiya yake, तसलसल, na tutapata ushindi juu yao, लेकिन ये नबी की na watu ambao wapo katika jumuiya yake kwa kueneza dhana mbaya tutawafukuza mbali katika jumuiya, जिसने जमात kwa sababu hakuna anayeweza kuangalia hawa हम दोबारा उसकी au hakuna anayeweza kuwaongoza hawa. Na ushindi aliyopata nabii kwa muda mfupi, ushindi huu utakwisha. Hii inakuwa fikira na dhana ya maadui. इस जमात में शामिल लोगों को
maadui wa sinam alah salatu wassalam pia walifikiria walidhani hivi, na sinam alah salatu wassalam alituambia mapema kuhusu hii kwamba kama manabii wa zamani ushindi wangu नबी को आर्जी गलबा मिला था, utakuwa ushindi ule दुश्मनों की सोच होती है। ambao हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुखालिफीन ने भी utaendelea kupatikana mpaka ahadi zote za Mwenyezi Mungu zitimie. इस बारे में पहले ही बता दिया था कि पहले अंबिया की तरह मेरा गलबा भी Sayyidina al-Islam akasema, hata mimi nikifariki msiwe na wasiwasi, होगा और begu niliyopanda जो वादे itaota जब तक वो पूरे नहीं होते na itakuwa miti mikubwa बस na itabaki katika kudra ingine ya Mwenyezi Mungu ने फरमाया ambayo ni uhalifa, na ahadi ya ushindi itaendelea kutimia. डाला है Ahadi ya ushindi जो तो मुरेदी की है उसने तनाव inatimia wakati wa uhai wa manabii, na sehemu yake ingine inatimia baada ya kufariki kwao. जो दूसरी कुदरत यानी Hivyo ndivyo ताकि ahadi iliyofanywa na Sayyidina alayhi salatu wassalam, jumuiya inaona sehemu yake ya pili pia inaendelea kutimia. जिस तरह अंबिया की जिंदगी में और Bila shaka maendeleo ya jumuiya yatapatikana na ushindi pia utapatikana, sawa na idadi pia ushindi utapatikana, na tunashuhudia kwamba hii inaendelea kutimia. किए गए वादे के Lakini Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam पूरा होता देख रही है। alitukumbusha na alituambia jukumu letu pia kwamba namna gani sisi tunaweza kuwa sehemu ya ushindi huu kizazi baada ya kizazi, na majukumu haya ni yale yale ambayo Qur'an tukufu ilituambia kwamba mfuate njia ya uchamungu, murekebishe nafsi zenu, muchunguze hulka zenu na hali ya imani yenu. इस गलबे का हिस्सा नस्ल बाद नस्ल बन सकते हैं और ये जिम्मेदारियां वही हैं Ujumbe huu जो कुरान करीम ने na kazi hii ambayo तकवा पर कदम मारो alipewa Sayyidina alayhi salatu wassalam, utimize ahadi hii na kazi hii. अखलाकी Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuja kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu, alikuja kutakasa dunia katika ushirikina. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba Mwenyezi Mungu anataka roho zote ambazo zinaishi katika sehemu mbalimbali ya dunia, iwe katika Ulaya au Asia, wale wote ambao wana roho safi na wana tabia safi, Mwenyezi Mungu awavute kwenye umoja na awakusanye waja wake katika dini yake. करने आए Na kwa ajili ya kazi hii mimi nilitumwa duniani, nyinyi pia mufuate lengo hili, lakini kwa upole na kwa hulka njema na kwa kufanya maombi sana. यूरोप और क्या Hazur anasema basi kuleta dunia katika umoja na kwa ajili ya kuleta katika dini moja mambo ambayo yanatakiwa yafuatwe. यही खुदा का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया Ya kwanza ni mahubiri, सो तुम ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, मगर नरमी na ya pili ni kuboresha hulka, बस na tatu kwa kufanya maombi kutaka msaada wa Mwenyezi Mungu. दीन वाहिद पर जमा Basi leo kila mwanajumuiya, kila mtu वो ana yajinasibishwa kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam, ana lazimika aelewe jukumu lake hili दूसरे ili अपने अखलाक को aweze kuwa sababu ya kupata lile lengo amkwalo Sayyidina alayhi salatu wassalam alitumwa. Bila shaka Mwenyezi Mungu alitupatia nishani na hoja waziwazi, वसलाम na mpaka leo kwa kupitia nishani hii na hoja hii tunaona maendeleo ya jumuiya. Tukiona juhudi yetu, hakuna sehemu ya juhudi yetu hata malaki
mbele ya neema na baraka ambazo mwenyezi mungu anatupatia, बेशक lakini इब्राहिम mwenyezi mungu ametuambia jukumu letu ni nini, इन निशानात के na sinam alah salatu wassalam ametukumbusha kuhusu hii. Ikiwa kila mmoja wetu तो हजारों hatazingatia jukumu lake, इनामात katika hali hii hawezi kuwa mrithi wa fadhila zile ambazo zinapatikana kwa kuwa mtu wa bidii wa jumuiya yake. हमारी जिम्मेदारी बताई है। Sisi tunatakiwa tuzingatie jambo hili. Bila shaka matunda hayapatikani kwa sababu ya juhudi yetu, baraka inayopatikana haipatikani kwa sababu ya juhudi yetu. तो उन फजलों का वारिस नहीं बन सके Hii yote ni fadhila za mwenyezi mungu. जो आप अलैहिस्सलाम की Hii ni baraka ya वाबस्ता है। mwenyezi mungu yule ambaye anajali sana kuhusu waja wake. जरूरत है Yeye anapomtuma yeyote kwa idhini yake na ahadi aliyofanya naye, kwa kuitimiza zile ahidi anafedhehesha maadui wake. Bali jumuiya ya mjumbe wa mwenyezi mungu inaendelea kupata maendeleo hadi siku hadi. Lakini kama nilivyosema kwamba tunalazimika kufanya juhudi, तो उसके साथ किए गए mwenyezi mungu हैरत अंगेज तौर पर पूरा करके ameeleza habari ya hawa ambao wanafanya juhudi. Ameeleza sifa zao hivi sehemu moja kwa kusema, waman ahsanu qawlan mimman daa ila llahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. Yani, na ni nani atoaye kauli bora zaidi kuliko ताला ने aitaye kwa mwenyezi mungu na kufanya vitendo vizuri, na husema hakika mimi ni miongoni mwa watii. जगह इस तरह जिक्र Basi ni haya ni mambo, कि मन आसन और कौल में yani kufanya mahubiri na kuendelea kuzingatia vitendo na kufanya vitendo vizuri, और बात कहने उससे बेहतर kutimiza haki za mwenyezi mungu na haki za viumbe vyake, लाए और कहे na कि मैं यकीन kuwa mtiifu katika kutimiza haki hizi, na sawa na uwezo kutimiza haki hizi zote, अपने अमाल की तरफ निगाह रख kwa sababu mahubiri hayawezi kupata mafanikio mpaka कबूल बात की अदायगी kwa kuzingatia vitendo. Vile vitendo vyote viwe sawa na mafundisho ya mwenyezi mungu. Kisha तो katika kutimiza vitendo hivi, kila wakati हुकूक की अदायगी ridhaa ya mwenyezi mungu करना, izingatiwe. क्योंकि तबलीग उस वक्त कामयाब नहीं हो Wakati mwanajumuiya katika mikutano ya jumuiya anaahidi kwamba nitatanguliza dini juu ya dunia, सकता कि katika hali hii anatakiwa azingatie ahadi yake hii na atimize ahadi yake hii. में Kisha kwa kuona mifano yetu dunia itaelekea kwetu. Wakati mahalifa walioendelea kuchelenji dunia hii, na kama sasa mimi nasema naambia dunia kwamba sisi bila kuchoka tutaendelea kueneza na kusambaza ujumbe huu, na siku moja kwa kushinda mioyo ya dunia, देखते हुए moyo ya dunia, tutaingiza dunia hii katika Islam. खुलफा दुनिया को ये Ujumbe huu unatolewa kwa dhana hii nzuri kwamba kwa kufanya vitendo vizuri na kwa kufuata, kwa kutii mwenyezi mungu, दुनिया तक पहुंचाते चले जाएंगे और एक hali ya jumuiya itaendelea kuboreka zaidi na zaidi, को इस्लाम की आगोश में ले आएंगे। na wanajumuiya इस हुस्न जन के साथ ये पैगाम दिया जाता है wataendelea kufikisha ujumbe wa sinam alah salatu wassalam kwa moyo sana. अल्लाह ताला की कामिल फरमाबरदारी Bila shaka mwenyezi mungu amesema, अफराद miongoni mwenu inatakiwa liwe kundi ambalo litakalopata रहेंगे बल्कि बेहतर से elimu ya dini, और वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम kisha नाम को liendelee kufikisha ujumbe के साथ wa mwenyezi mungu. आगे चलाते चले जाएंगे। Lakini waaminio pia wameambiwa kwamba wafanye mahubiri, ताला ने फरमाया है
ikiwa kwa sasa sisi tuna upungufu wa wabashiri, hatuwezi kusubiri kwamba wabashiri kwanza wao watayarishwe ndipo kazi ya mahubiri itafanywa. पैगाम को अपने हम कौमों को और दुनिया को पहुंचाता चला Kwa ajili ya kusogeza kazi ya mahubiri, हुक्म भी है sisi tunalazimika kutafuta makundi पास मुबल्लिगीन ambayo yanaweza kusogeza kazi hii ya Mwenyezi Mungu. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, katika kila nchi kuna idadi fulani ya wanajumuiya ambao wanakuwa na shauku sana ya mahubiri, na kwa ajili yake hii wanatoa nafasi pia na wakati pia. Katika Marekani pia kuna watu wa aina hii, ingawa inasemwa kwamba kwa sababu ya hali ya uchumi hapa Marekani watu wanatakiwa wafanye kazi zaidi, kwa hivyo watu wanaelekea zaidi duniani. Lakini huzuri anasema mimi nimeona kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kundi fulani la watu linapatikana hapa pia ambalo kwa ajili ya kutanguliza dini juu ya dunia wanafanya kazi ya aina hii, kwamba kwa kuona kazi yao ninashangaa na nafanya maombi kwa ajili yao. Nimekutana na watu kadhaa ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, kama wanafanya maduka ndogo ndogo, lakini pamoja na biashara hii ndogo ndogo wanaendelea kufanya mahubiri. पर मुकदम करने के अहद पर Wao ऐसे आसन रंग में अमल करते हैं wanatumia stoli kama ni njia ya mahubiri. Mwanzoni walikuwa na malalamiko kwamba literature haipatikani, lakini sasa wanasema kwamba literature tunapata katika lugha ya Kihispania kwa ajili ya eneo hili. Lakini sasa kwa sababu ya kupanuka kwa kazi hii ya mahubiri, अपने को रखी हुई है, उन्होंने स्टॉलों को भी sasa wao wanataka na wanahamu sana पहले उनको शिकायत kwamba कि लिटरेचर नहीं मिलता tupate wabashiri स्पेनिश जुबान में इस इलाके के लिए, ambao wanajua lugha ya Kihispania. जो लिटरेचर के जरिए से आ रही है। Jumuiya sawa na uwezo wake insha allahu taala inafanya juhudi kwamba hawa wapate wabashiri, उनके दिल में तड़प है और लगन है। lakini jumuiya ikiwa wao wanataka wabashiri, wanatakiwa स्पेनिश बोलने वाले jumuiya pia itie katika mioyo ya watoto wao kwamba watoto wajitolee kwa ajili ya kusoma katika Jamia Ahmadiyya, मुताबिक इंशाअल्लाह ताला ili sawa na hali na lugha ya eneo hili waweze kupata wabashiri. मातों को अगर इतनी डिमांड है Jazba hii na shauku hii ya mahubiri inayopatikana hapa si katika दीनी इल्म से Wahmadiyya wa zamani, bali nimeona shauku hii inapatikana katika vijana pia ambao ni wanajumuiya wapya. जुबान के लिहाज से Kuna kijana moja ambaye anaishi katika Bay Point, alikuja kukutana nami na alikuwa na shauku sana kwamba जो है namna gani tunaweza पुराने अहमदियों और बड़े अहमदी लोगों में नहीं है। kuwafikishia hawa watu ujumbe wa Ahmadiyya na Islam, na namna gani tunaweza kufikisha kazi hii haraka iwezekanavyo. Akasema, na nimehifadhi Biblia 40%, na sasa nimeanza kuhifadhi hoja na dalili za Qur'an tukufu pia. Huzuri anasema huu ni ujumbe kwa ajili ya wale wanajumuiya ambao ni wanajumuiya wa zamani lakini hawazingatii kujifunza. कि इस्लाम Yeye akasema na hifadhi hoja mbalimbali na nafanya mahubiri, na sawa na maoni yake Wakristo wanaenda mbali katika Ukristo lakini hawaendi mbali katika dini. Wao wanatafuta Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa ajili ya kujaza nafasi hii sisi tunatakiwa tujitokeze मैं याद कर रहा हूँ, तबलीग करता हूँ kwa ajili ya kuambia kuhusu और उनके dini halisi, na kwa ajili ya kuwaleta karibu na Mwenyezi Mungu tunatakiwa tufanye mahubiri sana. मजहब से नहीं, Hazur anasema kwa kuona shauku yake, उनको खुदा mimi mwenyewe pia nilipata wazo hili, na mimi nilizungumza na mbashiri mkuu pia kwamba mfanye mpango maalum kwa ajili ya eneo hili, na nimemwambia Amir Saheb pia करवाने के लिए
lakini kama idara zingine za jumuiya pia kwa kushirikiana na jumuiya wafanye juhudi na wafanye mpango wa wakfu ya ardhi na mahali ambapo nafasi ya mahubiri ipo kule wafanye kazi zaidi. Kwa kufanya hivi मिशनरी इंचार्ज angalau mara moja katika eneo hili katika watu hawa wa Hispania watajua kuhusu jumuiya, na hii ni muhimu sana kwamba lazima tufanye kazi hii. निजाम के साथ मिलकर एक कोशिश करें, Watu wanataka sana kujua kuhusu jumuiya, kwa hiyo hii si shida kwamba namna gani tunaweza kuwajulisha kuhusu jumuiya, lakini kwa kuona कम से कम hali yao mimi nashangaa. इन लोगों में Katika Guatemala kuna mwanajumuiya moja ambaye amekuja, ni Dai Lalla mwenye imani sana. Yeye akasema kwamba तो अब इतने ज्यादा बढ़ गए हैं tupatie wabashiri na literature कि तारुफ किस तरह करवाया जाए। iwe sawa na lugha ya Kihispania ya kule, kwa sababu Spanish ya kule na Spanish inayozungumzwa kule Spain ni tofauti ya maneno, माला के हमारे एमडी हैं यहाँ आए हुए हैं, na literature yetu inatayarishwa katika nchi ya Spain. कहने लगे Mimi nilipomwambia kwamba sisi tunazingatia nchi ya Spain, kwa hiyo mutumie literature ya kule, akasema kwamba unafikiria kuhusu Spain ambapo watu milioni 40 tu wanaishi na hapa milioni 400 wanaishi ambao wanaongea lugha ya Kihispania, na wewe hujali kuhusu hawa. Unasema hawa ni dayane ilallah ambao Mwenyezi Mungu anampatia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. वहाँ का लिटरेचर फिलहाल इस्तेमाल करें, Basi inaonekana जहाँ सिर्फ 40 मिलियन लोग sasa hivi kwamba kudra ya Mwenyezi Mungu inaendelea kutayarisha ardhi रहने वाले हैं, इनकी आपको फिक्र Marekani na katika nchi za jirani pia. हकीकी मददगार और दाई ने अल्लाह Katika California हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को अता फरमा रहा है। watu wa Hispania wamekuwa zaidi kuliko wenyeji, अब लगता है कि अल्लाह ताला की तकदीर na hawa wanajali kuhusu dini, lakini wanatafuta dini kweli. साए मुल्कों की Basi kwa ajili ya eneo hili inatakiwa mpango maalum uandaliwe, दुनिया में तो na wale wanaoishi katika eneo hili wanatakiwa wazingatie jukumu lao. Literature inayopatikana mutumie literature ile ile, mupate faida kwa sasa katika literature ile, na haraka iwezekanavyo sawa na lugha ya hapa mujaribu kutayarisha literature. इलाके के लिए Wazo langu hili kwamba hapa kwa ajili ya jumuiya अपनी जिम्मेदारी अता करने की तरफ uwanja umetayarishwa. Wazo langu hili lilipata nguvu wakati ule nilipopokea barua ya Azhar Hanif Saheb kabla sijaja hapa. यहाँ की जुबान के मुताबिक भी Yeye लिटरेचर को ढालने aliandika kuhusu ruya moja ya halifa wa nne, की सोच na ile ruya ya halifa wa nne alieleza katika hutuba yake fulani. Hazuru anasema sasa hivi mimi sina barua ya bana Azhar Hanif, lakini sawa na kumbukumbu langu ni kwamba halifa wa nne aliona kwamba kuna bahari ya wanajumuiya, जिसमें उन्होंने खलीफा मसीह राबे na halifa nne anasema kwamba mimi nahisi kwamba ile eneo ni eneo la Los Angeles. जिसको Hazur anasema ikiwa sisi tunafanya juhudi, kila mmoja anaanza kufanya juhudi, रोया ये थी, उन्होंने देखा था कि लोगों का एक mapinduzi hasa yanapatikana wakati watu pia wanafanya juhudi kwa ajili yake. कि मुझे ये लगा कि वो इलाका ऐसा है जैसे लॉस एंजल्स का इलाका है। Bila shaka huu ni msaada wa Mwenyezi Mungu kwamba हर एक Mwenyezi Mungu atatimiza ahadi yake ya ushindi aliyofanya na Sinama alayhi salatu wassalam. Lakini ikiwa sisi tunataka kuwa sehemu ya ushindi huu, जब लोग भी basi kwa ajili yake kila mwanajumuiya anayeishi katika eneo hili anatakiwa fikra zake ziwe कि खुदा ताला ने sawa na kudra ya Mwenyezi Mungu. इस्लाम के साथ किए गए, Watu wengine wanakuwa na wazo, लेकिन अगर हम na hii inakuwa kwa sababu wao hawana uwezo na nguvu. Wanasema kwamba hawa ni watu wa dunia, hawajali kuhusu dini,
hapa kuna industry kubwa sana ya filamu na hapa kuna mambo ya dunia sana. Huzuri anasema ni sawa, mambo haya yapo hapa, lakini जो अल्लाह ताला की तकदीर है। kuna बाज़ लोग ये सोच रखते हैं sehemu kubwa ya watu ambayo inatusubiri, की वजह से है। na kadiri ninayofikiria inaendelea kutiliwa moyoni mwangu kwamba दुनिया की सबसे बड़ी kwamba si mbali kwamba mapinduzi ya jumuiya katika Marekani yatapatikana kwa kupitia eneo hili ya Los Angeles. Basi hatutakiwi kwamba udhaifu wetu sisi tuweke bega la hawa watu kisha tutafute udhuru ya aina mbalimbali. और जितना मैं सोचता हूँ Ikiwa मेरे दिल में upande mmoja nidhamu ya jumuiya inatakiwa ifanye juhudi kwa mpango maalum, अमेरिका में ikiwa mpango wa इस इलाके aina hii imepangwa, basi inatakiwa mpango ule ufuatwe. बस Vile vile idara zingine za jumuiya pia इनके कंधे पर रखकर ifanye juhudi. Si wanajumuiya ambao wanaishi katika eneo hili, bali काम को भी ni jukumu la mwanajumuiya ये कोशिश yeyote anayeishi katika nchi hii, आया हुआ है, फिर उसको पर अमल दरामद na ahadi yake ya baiyat pia inampatia jukumu hili वहाँ जैली kwamba atimize jukumu lake यहाँ रहने वाले हर अहम ambalo Mwenyezi Mungu ameeleza और सिर्फ इस ni jukumu la wale wanaoita watu kwa Mwenyezi Mungu, yani kufanya vitendo vizuri na kuwa mtiifu. Kwa hivyo अहद बैत anatakiwa ajitahidi kwa ajili yake. Na hii itakuwa namna gani? Kwa ajili yake tunatakiwa tumuone Sayyidina alayhi salatu wasalam anatutaka nini, yeye anatutaka tuwe wanajumuiya wa aina gani. तालियां बजा लाना Kwa kusema hii kwamba sisi ni watu wa dunia, sisi ni wadhaifu, kwa ajili yetu hii ni tosha kwamba sisi tumejiunga na jumuiya. इसके असूल की Kwa kusema hivi sisi hatuwezi kukuwepa katika kutoa majibu. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तरफ देखना होगा। Bila shaka mwanajumuiya kwa kufanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ni katika hali nzuri kuliko Muislamu wa kawaida, na amesalimika katika upinzani wa nabii. इतना ही काफी है। Lakini mwaminio mkweli ni yule ambaye anapata maendeleo katika imani yake बेशक हर अहमदी kwa kutoka katika aslamna, अहमदी मुसलमान anafanya juhudi kwa ajili ya kuboresha imani yake. इस्लाम की बैत में आकर Kwa kutoka utii wa kidhahiri anajitahidi kupata utii wa बचा हुआ है। kiroho. Hapa wapo wanajumuiya wengi ambao jumuiya iliingia kwa kupitia mababu zao. असलमना से निकलकर ईमान की तरक्की के Wale wazee kwa kutoka katika aslamna walionyesha mifano ya amanna na walijitolea sana. रसूल की कोशिश करता है। Basi kujitolea kwao जिनके खान na kuheshimu उनके बाप दादा matarajio yao pia ni jukumu la wazao wao, उन बुजुर्गों ने au wakiheshimu matarajio yao, bila shaka katika hali hii watakuwa warithi wa maombi yao. अंगेज कुर्बानियां की। Kwa hiyo wanajumuiya wanaoishi katika eneo hili wanatakiwa wajichunguze का एहतराम kwamba wanalazimika kutimiza haki ya wazee wao. Hapa kuna kundi fulani la wanajumuiya ambalo limekuja na limeanza kuja hivi karibuni जब उनकी ख्वाहिशात का एहतराम kwa sababu ya hii kwamba wao katika nchi yao hawana बस यहाँ usalama. इस लिहाज से भी अपने जायजे लें। Serikali ya Ulaya इसके अलावा pamoja na serikali ya Marekani कैसा तो कभी आया inawapatia haki ya uraia, यहाँ आना शुरू हुआ है। kwa sababu kwa kuwa इसलिए wanajumuiya wamekosa haki zao katika nchi yao. कर दिए गए। Si kwamba wamekosa haki yao ya kuishi, ममालिक में bali wanadhulumiwa. पूर्वी ममालिक की हुकूमतें Basi kuja kwenu hapa सिर्फ इसलिए ni kwa sababu शहरी हुकूमत ya hii kwamba nyinyi wanajumuiya, की बहसीत अहमदी na jambo hili linawataka में
शहरी हुकूक से महरूम कर दिया गया है। kwamba muwe mfano wa kuwa mwanajumuiya mzuri. दिया गया है Huzur anasema hapa, nataka kukumbusha tena kuhusu jambo hili kwamba आपका आना wanajumuiya ambao ni asylum seeker ambao walikuja hapa kama ni wakimbizi kwa sababu ya kutokuwa na kazi, wanakuwa na wasiwasi. Huzur anasema waendelee kutafuta kazi, lakini nafasi wanayopata अमली अहमदी होने का नमूना भी दिखा। kwa kuchukua literature watoke nje na watimize haki ya mahubiri. यहाँ Kwa kukaa nyumbani watapata depression zaidi, kwa kufanya mahubiri watasalimika katika depression. Na hivi रिफ्यूजी बनकर आए हुए हैं, huenda Mwenyezi Mungu atabadilisha hali yao, na lazima inshallah Mwenyezi Mungu atabadilisha hali yao. काम की तलाश तो वो करें, लेकिन जो भी फारग वक्त है Kwa fupi nataka kusema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alitaka kuona jumuiya ya aina gani, au yeye alitutaka nini. Kwanza kabisa yeye alisema kwamba silsila hii ilianzishwa और इंशाल्लाह ili imani izidi juu ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema kwa बताना चाहता kupitia Qur'ani tukufu inajulikana kwamba iman inazidi kwa kufanya tafakaru. तो वक़्त रखते Kwa ajili ya kuongeza imani juu ya Mwenyezi Mungu tunatakiwa tusome kitabu chake Qur'ani tukufu, na inatakiwa tufanye tafakur हैं ना अल्लाह ताला पर ईमान बढ़ na literature aliyotuachia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Kwa चलता है। kuto kusoma ile literature sisi बस हमें अल्लाह ताला पर ईमान tunakosa baraka kubwa sana, सबसे पहले na hii pia ni sababu moja ya upungufu wa imani. Kwa hiyo kuna haja sana ya kuzingatia jambo hili. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salam amesema imani inazidi kwa sababu ya nishani pia. हमारे लिए छोड़ गए हैं, Mwenyezi Mungu alimpatia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam हम अपने आप को महरूम कर jambo hili pia kama ni nishani kwamba watu watakuja kwako ईमान में कमजोरी। kutoka kwa maeneo mbalimbali, na sisi tulishuhudia katika maisha yetu, na historia pia ilishuhudia kwamba ilitimia. Na wakati wa mkutano wa mwaka, kila mwaka tunashuhudia kwamba hii inaendelea kutimia, na hata leo pia imetimia kwamba kutoka katika maeneo mbalimbali ya nchi, na kwa kutumia hela kubwa sana watu wamekuja hapa kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa. Na kwa sababu ya hii tu kwamba halifa amekuja hapa, na hii yote ni kwa sababu ya mapenzi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. देखते हैं Basi ikiwa kuna jicho la kuliona, नजर आ रहा है, basi jicho lile linatakiwa जुम्मों पर lione upande huu, बर्दाश्त करके और खर्च करके लोग आए हैं। na kila moyo सिर्फ इस वजह से ambayo और ये inafikiria, इस्लाम की मोहब्बत moyo ule ताल्लुक है उनका। ukizingatia, अगर देखने वाली आंख basi imani yake juu ya Mwenyezi Mungu itaendelea kuimarika zaidi na zaidi. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salam alieleza alama ya mwanajumuiya mkweli kwamba baada ya kujiunga na jumuiya mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanazidi katika moyo wake. Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema kwamba Mwenyezi Mungu alitaka kwamba atayarishe jumuiya ambayo inampenda Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema inatakiwa kila mmoja wetu achunguze kiasi gani amepata maendeleo katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Je, vile vitendo vizuri ambavyo आप फरमाते हैं vinatakiwa vifanywe kwa mujibu wa Qur'an tukufu, कि ऐसी जमात तैयार करें, je vitendo vile kwa ajili ya kupata mapenzi ya Mungu tunaendelea kuvifanya, जायजे लेने की जरूरत है कि अल्लाह ताला au tunajitahidi kwamba की है tufanye vile vitendo kwa juhudi? Ikiwa hatufanyi hivi, वाले सालिया basi sisi tupo katika duara ya aslamna au katika hali ya aslamna. की Wakati Mwenyezi Mungu anapotaka रसूल के लिए हम बजा ला रहे हैं, tupate maendeleo katika imani, तलाश करके बजा लाने की कोशिश कर रहे हैं। wakati Mwenyezi Mungu anatutaka अगर नहीं तो अभी हम tuimarike katika imani yetu. कर रहे हैं। Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema जब अल्लाह
ताला चाहता है mimi najua vizuri sana kwamba jumuiya yetu na sisi yoyote जबकि tunayo अल्लाह ताला की हमसे ये मुतालबा है sisi tutapata msaada wa Mwenyezi Mungu wakati tutakapofuata njia iliyonyoka. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जब फरमाते हैं मैं खूब Amesema najua vizuri kwamba jumuiya yetu na mimi yoyote hali yoyote tunayo, इसी हाल में अल्लाह ताला की katika hali hii tutapata msaada wa Mwenyezi Mungu wakati tutakapofuata njia iliyonyoka कि हम सिराते मुस्तकीम पर चलें na tutamtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mafundisho ya Qur'an tukufu yatakuwa फरमाया मैं खूब जानता हूँ mwelekeo wetu na tuthibitishe kwa vitendo vyetu, इस हाल में अल्लाह ताला yani vitendo vyetu viwe aina hii kwamba hali yetu ya kidhahiri ionyeshe kwamba tunafuata mafundisho Qur'an tukufu. Tusiseme maneno tu. Ikiwa tunafuata njia hii katika hali hii, kumbukeni kwamba dunia nzima अमल बनावे ikitaka kutuangamiza haiwezi kutuangamiza, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nasi. Lakini ikiwa sisi tunakuwa waasi wa Mwenyezi Mungu na tumekata फरमाया ना सिर्फ काल uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii hakuna ya kufanya hila yoyote dhidi yetu, यकीनन याद रख bali Mwenyezi Mungu mwenyewe atatuangamiza katika hali hii. Kisha anasema Sinam alayhi salam, kumbukeni ikiwa hamtafuata ucha Mungu कि खुदा हमारे साथ होगा, लेकिन अगर हम खुदा ताला के नाफरमान na hamtafanya wema, तो हमारी kwanza kabisa Mwenyezi Mungu atawaangamiza, kwa sababu mmepokea ukweli lakini kwa vitendo vyenu mnakataa ule ukweli. Kwa hiyo msitegemee na msiwe na kiburi kwamba tumefanya bayat. अगर तकवा इख्तियार ना करो Madamu hamfuati ucha Mungu hamwezi kusalimika. Mwenyezi Mungu hana uhusiano na mtu yeyote wala hajali kuhusu mtu yeyote. Wapinzani wetu pia ni kiumbe chake na sisi pia ni kiumbe chake. सच्चाई को मानना Kwa hiyo itikadi haitafaa mpaka kauli yenu na mali yenu itakapofanana. कि बैत कर ली Kisha kwa kusihi jumuiya kwamba izidi katika uchamungu na kwa ajili ya kutimiza haki ya maombi, anasema Sinam alayhi salatu wassalam, मुखालिफ हैं वो भी उसी की पैदाइश हैं और तुम भी उसी की मखलूक हो। सिर्फ एतकादी बात हरगिज काम kujiepusha katika maovu तुम्हारा कौल si kitu. Jumuiya yetu एक ना हो। inatakiwa isitosheke na hali hii, bali अमाले सालिया की तरफ तवज्जो देने wanatakiwa wanajumuiya wapate hali zote mbili, na kwa ajili ya hii wafanye juhudi na wafanye maombi, yani wajiepushe katika maovu na wafanye vitendo vizuri na wafanye wema. Huzur anasema mtu कोई कमाल नहीं। anaacha athari yake juu ya mtu mwingine kwa vitendo vyake. Ndiyo maana amesema kauli yenu na mali yenu inatakiwa ifanane, हासिल करने की सही na wale wanaofanya mahubiri wamekumbushwa kuhusu kufanya vitendo vizuri. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema mtumie upole na muthibitishe ukweli wa jumuiya kwa vitendo vyenu vizuri na kwa amali zenu, na hii ni nasaha yangu mkumbuke. चाहिए Basi dunia itajua करने वालों को ukweli wa silsila hii ya jumuiya wakati nje yetu na ndani yetu itakuwa kitu kimoja, नरमी से kauli yetu na amali yetu itakuwa kitu kimoja. अपनी पाक बातनी Wakati साबित करो। ये मेरी tutawaambia watu mafundisho mazuri ya Islam, na kwa kufanya hivi tutawaingiza katika Islam. जब Kisha kwa kufuta tofauti ya taifa sawa na mafundisho sahihi ya Islam, हमारा कॉल ऑफ फेल tutawatendea watu kama ni ndugu zetu au tutawatendea kama ni jamaa zetu. अपने में शामिल करेंगे। Watu wengi Afrika wa Marekani walijiunga na jumuiya, lakini wazao wao walienda mbali katika jumuiya. Sababu yake moja wapo ni hii kwamba wengi wa wanajumuiya wa Pakistan
hawakuwapatia uhusiano mzuri hawa na jumuiya wa Afrika. अफ्रीकन Waliwaambia mafundisho wa Islam, lakini vitendo vyao havikuwa sawa na mafundisho. Ingawa hii ni bahati mbaya ya hawa watu ambao walienda mbali katika jumuiya, kwamba badala ya kuzingatia dini waliendelea kuangalia watu, अक्सरियत ने lakini wale ambao walisababisha kuwafukuza mbali wao pia walipata bahati mbaya. Basi kuna haja ya kuzingatia jambo hili pia. Huzur anasema kwamba mwishoni nasoma maandiko ya Sayyidina Alayhi salatu wassalam. दूर हटने वालों की Sayyidina Alayhi salatu wassalam anasema, कि वो ईमान के बजाय jueni kwa Mwenyezi Mungu wapendwa, si wale ambao wanavaa mawazi mazuri na wanakula nyama, bali kwa Mwenyezi Mungu wapendwa ni wale ambao wanatanguliza dini juu ya dunia बस इस तरफ भी तवज्जो करने na wanakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. एक आखिरी इख्तिबास Basi nyinyi muzingatie jambo hili la pili, si jambo la kwanza. Pamoja na यकीनन सब miongoni wa ahadi zake kuna ahadi hii pia, wajailu lazina tabauka fauka lazina kafaru ila yaumil qiyama, और खुशखोर हूँ, बल्कि खुदा ताला के yani wafuasi wako जो दीन को दुनिया पर मुकद्दम कर लेते हैं और खालिस nitawapatia ushindi mpaka siku ya kiyama juu ya wale ambao ni wapinzani wako. Sayyidina Alayhi salam anasema kwamba hii ni kweli kwamba वादों के Mwenyezi Mungu atawapatia wafuasi wangu ushindi juu ya wapinzani wangu. Lakini jambo la kutizama ni hii kwamba katika wafuasi wote ambao walifanya baika mkono wangu hawawezi kuwa katika jumuiya yangu mpaka wanafuata amri zangu zote, को जो मुनकिर हैं mpaka ananitii kiasi kwamba anajimaliza katika utii wangu na anafuata nyayo zangu. Ikiwa hafanyi hivi, basi hawezi kusema ananitii. हर शख्स मेरे हाथ पर बैत करने से Hii inaonyesha नहीं हो सकता kwamba जब तक अपने अंदर Mwenyezi Mungu कैफियत पैदा नहीं करता ametayarisha jumuiya kwa ajili yangu, ambayo katika utii wangu inajimaliza, इताअत में na kwa kuona hii napata utulivu na huzuni yangu inabadilika katika matarajio. Sayyidina Huzur anasema kwamba Sayyidina Alayhi salatu wassalam कि खुदा ताला ने alikuwa na wasiwasi ya kutayarisha watu ambao wanakuwa watiifu wa hali ya juu, जो मेरी इताअत lakini anasema kwamba Mwenyezi Mungu फना हो aliniahidi kwamba watu wa aina hii wataendelea kupatikana mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo mimi natarajia kwamba watu wa aina hii wataendelea kupatikana. Hazur anasema kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kwa fadhili कामिल zake वाली जमात बनाने aliendelea kumpatia Sayyidina Alayhi salatu wassalam watiifu wa aina hii na anaendelea kumpatia. Lakini sisi tunatakiwa tufikirie kuhusu hali yetu, वादा फरमा दिया kila mmoja wetu aweze kupata ile hali ambayo Sayyidina Alayhi salatu wassalam alitaka. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi tuweze kupata ile hali ya imani, ili sisi tuweze kushuhudia ushindi wa jumuiya kwa macho yetu. Amin. ता फरमाता रहा और फरमा भी रहा है, लेकिन हमें अपनी फिक्र जरूर करनी चाहिए कि हम में से हर एक वो मयार हासिल करने वाला हो जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम चाहते थे। अल्लाह ताला ये मयार हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अहमदीती ग़लबे को अपनी आंखों से देखने वाले हों। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر